Yes, karibuni sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Mimi naitwa Elijah Felix Beyeza. Kwa mara nyingine tuko hapa katika chama cha ACT Wazalendo ambako leo wao wameweza kuichambua vilivyo ripoti ya CAG. Tuwasikilize walichokizungumza, lakini baadhi ya wao ambao wameweza kazungumza katibu mkuu wa chama hiki, lakini vile vile makamu mwenyekiti wa chama hiki naye ameweza kuzungumza, lakini pia na kiongozi wa chama hiki ambaye ni bibie Dorothy naye ameweza kuzungumza. Kwa pamoja tusikilize walichokizungumza, no yapi ambayo wameyaona na kuitaka serikali iweze kuyazingatia. Wananchi wengi bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kutokana na udhaifu wa usimamizi, uwekezaji mdogo na ubovu wa miundombinu. Katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG, hoja kuu katika sekta ya maji zimeainishwa kama ifuatavyo. Kwanza, upotevu mkubwa wa maji. Upotevu wa maji umefikia thamani ya takribani bilioni 243.74 kutokana na uvujaji wa miundombinu, wizi wa maji na udhaifu wa mifumo ya upimaji. Mamlaka 29 za maji zina upotevu unaozidi 20% ya maji yanayozalishwa. Tutatoa mfano wa mradi wa maji Same Mwanga Korogwe wenye thamani ya takribani bilioni 400. Mradi huu umebainika kuongoza kwa kiwango cha upotevu wa maji. Upotevu wake wa maji ni 70%, hali inayoibua mashaka makubwa juu ya ubora wa mradi huo. Itakumbukwa kwamba mradi huu ulizinduliwa mwaka jana tu na Rais Samia Machi 2025. Licha ya kusuasua kwa muda mrefu, ni mradi ambao umekuwa ukifanyia kazi tangia mwaka 2014 na ni mradi ambao ulisubiriwa sana na wananchi wa wilaya hizi, wilaya za Same, Mwanga na Korogwe. Lakini ndani ya mwaka huo mmoja tunaona kwamba badala ya maji kufikia wananchi, 70% ya maji yote yanapotelea njiani na hayafikii ule mlaji wa mwisho, maji ambayo yanahitajika sana kwa wananchi wa maeneo hayo. Mamlaka nyingine zenye upotevu mkubwa wa maji ni Dar es Salaam 53%, Morogoro 50%, Arusha 47%, Mwanza na Mbeya 45%, Tukuyu 42% na Lindi 39%. Hoja nyingine kwa upande wa maji ni upungufu wa uzalishaji wa maji. CAG amebainisha kuwa kuna upungufu wa maji wa mita za ujazo 580 ya CAG, ambapo tumeona nyingi zikijirudia bila kuchukuliwa hatua za msingi za kuwawajibisha wahusika. Hoja kuu za ubadhirifu na upotevu wa fedha zimeainishwa kama ifuatavyo. Mosi, kuna upotevu mkubwa wa mapato kwa sababu ya kuibiwa au kutokusanywa kwa ushuru, ada, kodi na mapato yasiyo ya kodi. Jumla ya upotevu huu ni shilingi trilioni 3.21. Pili, uko upotevu kwenye fedha maalum zilizokusanywa lakini hazikuwasilishwa kwenye mifuko husika zenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1.48, zikiwemo fedha za matengenezo ya barabara kupitia mfuko wa bodi ya barabara, fedha za maendeleo ya miundombinu ya reli kupitia shirika la reli TRC, fedha za miradi ya maji kupitia mfuko wa maji na fedha za nishati vijijini kupitia REA. Tatu, ni matumizi yasiyoidhinishwa, malipo bila nyaraka na matumizi yasiyo sahihi au yasiyokidhi viwango vya kisheria. Jumla yake ni shilingi bilioni 115.25. Nne, ni ukiukwaji wa sheria, taratibu za manunuzi na usimamizi wa fedha kwa maana ya zabuni kutofuata sheria, mikataba bila idhini na masuala ya single sourcing kwa maana ya kufuata mzabuni mmoja isivyo halali na udhaifu wa mifumo ya udhibiti. Hoja hii ina jumla ya shilingi bilioni 2.43. Tano, ubadhirifu wa fedha za umma na matumizi yasiyo na tija. Hapa pana jumla ya fedha zilizoliwa kwa ushahidi wa wazi ni shilingi bilioni 500.9. Na sita, ni ucheleweshaji katika utekelezaji na kusuasua kwa miradi ya maendeleo
kwa maana ya miradi ya maji, miradi ya miundombinu, miradi ya afya, elimu, reli na ujenzi. Hivi vyote kwa kucheleweshwa kwake, thamani ya ubadhirifu ni shilingi bilioni 783.60. Sasa hapa naomba niseme kitu, jambo muhimu sana. Ukitazama mwelekeo wa mambo, ukiangalia mwaka wa fedha 2023/24 utaona ubadhirifu ni shilingi trilioni 2.5. Alafu ukitazama mwaka wa fedha 2024/25 ubadhirifu ni shilingi trilioni 7. Hapa maana yake ni kwamba kadiri tunavyoendelea ubadhirifu umekuwa ukichukua hatamu na ukiongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ukitazama mwelekeo wa serikali, na hapa niseme jambo, tumemsikia sisi ACT Wazalendo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, akiwa anapokea ripoti za CAG, ripoti ya TAKUKURU na ripoti ya PPRA. Aliwaagiza PPRA kwamba wahakikishe kama anavyofanya CAG, na wao waweke hadharani wabadhirifu wote na watu ambao wamefanya vibaya ili waone aibu. Sisi ACT Wazalendo, ujumbe wetu kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wabadhirifu, wezi, wahujumu uchumi hawawezi kuacha vitendo hivi kwa kuweka hadharani. Hawawezi kuacha vitendo hivi kwa kuona aibu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inapaswa kuwajibika kwa kuchukua hatua mwafaka kuwashughulikia wezi na mafisadi. Na pahala sahihi pa wezi na mafisadi ni kupelekwa katika vyombo vya sheria, kuhukumiwa ili fedha za umma ziweze kuokolewa. Hiyo ndiyo njia inayopaswa kuchukuliwa. Fedha za barabara zimekusanywa kutoka kwenye diesel, kutoka kwenye petroli, lakini serikali badala ya kuzipeleka kwenye mfuko wa barabara wamezipeleka hazina, wamekwenda kula, alafu wanakuja kusema kwamba Watanzania eti hawatotoa hizo fedha mfukoni, wakati wao wameiba hizi fedha kutoka kwenye diesel, wamekwenda kuzipeleka kwenye kulipa madeni. Lakini miradi ya ujenzi ambayo imekwama kwa muda mrefu, pamoja na miradi ya ardhi na makazi ya TAMISEMI yenye changamoto za utekelezaji na thamani ya shilingi bilioni 115. Kuna miradi ya viwanja vya ndege Mwanza pale, yani walijenga jengo la kuhifadhia mizigo kwa bilioni 3.2, bilioni 3.2. Halafu eti wameshakamilisha kujenga, ndio wanasema kwamba unajua, inaonekana kulikuwa na makosa ya usanifu, tumelijenga tofauti na lilivyotakiwa kuwa, kwa hiyo inabidi lirekebishwe. Tunarekebishaje? Marekebisho bilioni 2.8. Yani walijenga kwa bilioni 3.2 bila kufuata yani ramani ya ule uwanja ili liweze kukidhi matakwa ya kiusanifu. Alafu wakasema wamekosea, ili kurekebisha wamehitaji tena zaidi ya bilioni 2 kufanya. Kwa hiyo ni ufisadi, ni wizi, ni jambo ambalo linashangaza sana, na hakuna aliyewajibika hata mmoja. Sio yule aliyejenga bila kuzingatia usanifu, wala huyu aliyekuja kutumia zaidi ya nusu ya fedha kufanya marekebisho ya fedha ule mradi ulivyokosewa.